Umefikia kiwango cha kunidhalilisha mimi. Nisamehe. Nisikilize Mr. Kapule. Nataka nikwambie kitu kimoja ambacho ukifahamu. Na hawezi kabisa kubebea wewe ujauzito. Hiyo kazi niachie mimi hapa. Nikuoneshe. Hebu sikiliza wewe. Nisikilize wewe binti. Aliyekwambia kwamba nina shida na mtoto ni nani? Na hata kama nina shida na mtoto, unataka kuniambia nitazaa na kila mtu? Acha ushamba basi. Mimi najua kabisa unahitaji mtoto. Ngoja nikwambie kitu. Mimi nahitaji tuweke deal. Nikuzalie mtoto. Na nimeshakwambia hawezi. Mimi bao moja tu inakuwa tayari. Yule rafiki yangu hana kabisa uwezo huo. Serini, umependeza. Asante, wewe mwenyewe pia umependeza. Za tangu kijijini. Nzuri. Ama kweli milima ikutani, binadamu ikutana. Regina, ni wewe? Mimi nikajua haupo hapa mjini. Mwanzo pia nilikuja mjini, lakini shoga yangu na magumu ambayo napitia. Yaani nimekuja kwa muda mfupi, lakini changamoto nazozipitia I say asikwambie mtu. Changamoto gani hizo tena Regina? Wewe acha. Mimi nilizaa bwana. Lakini shoga yangu. Wewe acha, nilijichanganya. Hivi tena? Shoga yangu, mtoto wangu ana baba. Wewe Regina wewe. Mtoto ana baba watatu? Ndio. Haya, inakuja anakuwa na baba watatu ili akuwa anajua mtoto anakuwa na baba mmoja. Hao watatu wametoka wapi? Vipi? Poa. Mzima? Mimi mzima. Naona unaenda shamba ndugu yangu. Ndiyo, naenda shamba. Vipi nayo? Nakuona una mabegi. Nadhani unakumbuka ule mpango wetu tuliokuwa tumepanga wa mimi na wewe kwenda mjini. Sasa mimi nimeona huo mpango nichukulie hatua mapema, kwa sababu nakuwa na wewe ndugu yangu ueleweke. Na isitoshe maisha ya hapa kijijini mimi nimeyachoka. Mbona napenda sana shoga yangu na wakati tukubaliana.
hatukubaliana hivyo ndio, lakini kwako wewe sioni kinachoendelea. Kwa hiyo acha mimi nitangulie, halafu siku ukitaka kuja mimi utanikuta huko mjini. Selina, sio kwamba mimi nakataa kwenda mjini. Kuna jambo ambalo nilikuficha rafiki yangu. Mimi naishi na mwanaume. Unasemaje Regina? Hivi unawezaje kunificha jambo kubwa kama hilo? Joani mdogo wangu, unafanya nini? Tabia za wapi hizo? Uliwahi kumwona mtu kafanya vitu kama hivyo wapi mdogo wangu? Haya, unamsukuma mwenzio, angefikia jembe lingemkata. Mbona una roho hiyo mtoto wewe? Una roho mbaya kwa nini? Hizo ni roho za wachawi. Mdogo wangu, huyu si ifi yako huyu. Amekukosea nini ifi yako huyu? Kila siku anakupikia ugali unakula. Jaribu kubadilika. Na kwa nini unakuwa na tabia? Mwanangu, usimwongee kama hivi, itakuwa ni bahati mbaya. Bahati mbaya? Sikiliza nikwambie, wala sio bahati mbaya shoga yangu. Nimefanya makusudi. Na shida yangu nataka umie, yani wewe mtu sikupendi. Na kuchukia. Natamani leo au kesho ufe. Wewe! Wewe! Regina, nikwambie tu ukweli uliopo. Katika hiki kijiji hakuna mwanamke yoyote mrembo kwa kuzidi wewe. Na urembo wako ndio kitu pekee ambacho kinatupagawisha wanaume wengi. Sasa cha ajabu, inawezekana vipi mwanamke mrembo kama wewe uweze kuendelea kuwa na yule mwanaume maskini? Uone kama nakufubaza. Kila siku zinavyozidi kwenda, unazidi kupauka na kupoteza uzuri wako wa asili. Ifike wakati basi Regina, ujaribu kunielewa. Hebu nipe nafasi, alafu uone nitafanya nini kwenye maisha yako. Hapana, mimi siwezi kumsaliti mume wangu. Alafu vile vile unavyoongelea kwamba si maskini, mume wangu maskini, si tushalizika na hii hali. Upendo kwangu ni kitu cha thamani ambacho siwezi kulinganisha na fedha. Kwa siwezi nikaa na wewe, na mheshimu sana mume wangu na nampenda pia. Naomba unisikilize Regina. Mawazo hayo
ndio mawazo ambayo yanawatesa maskini wengi sana. Unajua kuna wakati Mungu akitaka kukupa riziki, akuletei barua. Kuna vitu tu anaweza akaviashiria kwako. Hebu tambua basi, mimi kwako nimekuwa kama malaika ambaye nimetumwa kuja kuyabadilisha maisha yako. Na sipendagi kutumia sana maneno. Natumia vitendo kwa kuthibitishia hilo. Na hii zawadi nimeleta kwa ajili yako. Tafadhali naomba uipokee. Okay bwana. Hivi unaelewa jinsi gani ambavyo mimi nakupenda? Moyo wangu uko zaidi kwako. Acha kuwa mwoga basi tafadhali. Kuna kitu unanitafuta. Umefikia kiwango cha kunidhalilisha mimi. Mume wangu, nisamehe. Wewe, ni mara ngapi nimekukataza kusimama na wanaume? Ni fedheha gani unataka kunipa katika hichi kijiji mimi nionekane mwanamume wa hovya kwa ajili yako wewe? Alafu kingine, kama umeshindwa kuishi maisha haya tunataka tuishi sasa hivi kwa amani, unaweza kutafuta njia nyingine ya kuishi. Sipendi upumbavu. Mume wangu, nisamehe. Mimi haikuwa kama vile unavyofikiria. Mimi nilikopo pale, yule akopo ananilazimisha. Ndio maana hata sijachukua zawadi yake. Usichokielewa, mimi nakupenda. Mimi siwezi kufanya kama hivyo unavyofikiria mume wangu. Wewe ndio kila kitu kwangu. Umefanya nini kakangu? Kaka, si nilikwambia? Nilikwambia huyo mke hakufai. Ni malaya. Ukaona mimi mtoto sina akili, Umeona matokeo yake sasa? Anaanza kusimama na wanaume barabarani. Anajua kutudhalilisha. Na kama kaanza hivi, ataanza kuleta hadi wanaume humu ndani. Kwa sababu washindwi. Kila siku nasema mimi. Joan, umepata wapi mamlaka na kibali cha kumgusa mke wangu mimi na kumpiga? Usipotuliza hicho kichwa chako na kuheshimu mamlaka nilionao katika nyumba hii, hii nyumba itakushinda. Kwa nyumba gani? Iki kiberiti ndio unachonilingishia mimi? Unajua kaka, tatizo lako wewe, unapenda sana kulea mizigo. Sasa siku likikukuta ndio utajua namna kutumia akili. Yaani tatizo lako umekuwa kama bogas. Mwili mkubwa, akili kisuda. Hivi uone wenzio hawaendeshi na wanawake, lakini wewe sasa huyu mwanamke wako ndo anakuendesha. Ndio wote moyo huko. Utakaa hivyo mpaka lini kakangu? Funguka akili. Unasema nini wewe? Ina maana umefikia kiwango cha kunikosea adabu hadi mimi kakako? Sasa basi, ondoa kwato zako katika nyumba yangu. Sitaki nikuone tena katika maisha yangu. Toka! Mungu, asante sana kwa kusikiliza kilio changu. Yaani siku nilikuwa naisubiri kwa hamu sana. Nilikuwa nawaza lini nitatoka kwenye kiberiti mimi. Hatimaye leo naondoka. Sasa nisikilize. Hii ndio mara ya kwanza na ya mwisho mimi kuniona hapa. Kiufupi,
naondoka. Baki hapa na umaskini wako na mwanamke wako malaya. Aendelee kukuperekesha. Bye. Mume wangu huyo ni hasira tu na utoto ndo unamsumbua. Achana naye. Upendo wangu umekuwa wa kugawanya na sio kuzidisha. Angalau ingekuwa hesabu za kujumlisha, huenda ningekokotoa. Ila haya mafumbo kiukweli yananizidia. Maswali kwako mama, baba yangu ni upi? Unasema kanikataa, mbona ananitaka? Umesema anipendi, mbona ananifuata? Wapo watatu ndio nawafahamu, ila sielewi wala sifahamu kwa nini imekuwa hivi na kwa nini imekuwa vile. Mdomo koba na ufumba, maana mi bado mtoto. Ila ngoja nikuwe nikayajua haya mapito. Mama nipende, usinikatae. Ama hakika nimefurahi sana, sababu umenipa kitu ambacho nilikuwa sijawahi kukipata. Sikutarajia kama ningeweza kukipata kwako. Tutona hatari balaa kabisa. Ni kuahidi tu hiki ambacho tumefanya leo hujapoteza. Umejiwekea kesho yako ambayo itakuwa bora. Haiwezekani mtoto mzuri kama wewe kaendelea kuwa na maskini kama yule. Nilishakwambia mara kadhaa. Sio kama nakusimanga. Najaribu tu kukuambia ukweli. Jaribu kufikiria kwa mara nyingine. Mimi niko tayari wakati wote, saa yote. Njoo kwangu mama. Tupate raha za dunia. Amen. Sawa Regina, mimi nimekubali kukusaidia kwa sababu hata historia yetu ya kule kijijini inagusa sana. Mimi na wewe ni zaidi ya ndugu, tumeishi vizuri, kwa hiyo sina budi kukusaidia. Utamleta yule mtoto kwa heshima.
Celine, kilichonifanya niweze kufika hapa kwako, nina jambo very serious ambalo nahitaji msaada wako. Jambo gani hilo Mponda? Na linahusu nini? Celine apitia kipindi kigumu sana ambacho kimejawa na changamoto nyingi mno. Kitu pekee ambacho kinaweza kikanifanya nikarudi kwenye usawa na hilo jambo, hakuna mtu mwingine yote ambaye anaweza kunisaidia zaidi yako. Tafadhali naomba unisaidie Celine. Kwani jambo lipi hilo? Okay. Katika changamoto ambazo anapitia, sitaweza kukamilisha ama kuziondosha hizo changamoto mpaka nitoe kafara. Kafara? Ndio. Kafara unamaanisha kafara ya mnyama au kafara ya nini? Celine, ni kafara hiyo hiyo ambayo wewe unaijua siku zote. Lakini swala sio kafara tu. Ili hiyo kafara iweze kukamilika, ni lazima tutumie hiko kiumbe ulichokuwa nacho tumboni kwako. Unasemaje wewe? Kama ulivyonisikia. Hivi wewe Mponda, wewe una akili timamu kweli? Hivi zinakutosha kabisa? Kwa hiyo umetoka huko ulitoka kuna hizo kwato zako kwatu mpaka hapa, unakuja kuniambia pumbavu kama huo? Hivi wewe unajua mimi nimeaso kiasi gani? Nimehangaika kwa muda gani ili nipate ujauzito? Alafu unatoka huko from nowhere ati isiwe kafara, hichi kiumbe kilichopo tumboni. Hivi wewe zinakutosha kweli? Sikiliza nikwambie Celine. Unajua mnakutanaga tu na watu, alafu amjui hawa watu ni wa aina gani, hawa design gani. Hakuna mjadala kujadili hapa. Nimeamua tu kukushirikisha ili uweze kujua. Kama litakutokea lolote usiwe na maswali mengi. Lakini kwa upande labda itashindikana, mpaka sasa umeshachelewa. Sababu ukubali ukatae, lazima kafara ifanyike. Kama sio kwa hiko kiumbe ulichokuwa nacho hapo, basi ni kwa wewe mwenyewe. Wewe mwacha kunichekesha. Sikiliza nikwambie Mponda. Kama hichi kiumbe kiliingia tumboni kwangu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, basi kama ukijua kuwa hutoweza kufanya lolote lile. Kama kiliingia tumboni kwangu, basi kitakaa tumboni mwangu mpaka miezi 9. Bila kufika miezi 9, hii mimba haitoki tumboni kwangu. Na vinginevyo, ukitaka kulazimisha, utakuja kuniona mbaya na utakuja kujua upande wangu wa pili. Mganga, una uhakika hii dawa ulionipa nitapata mtoto? Mwana Isaya mkubwa. Yaani umeniona tu unaanza kukimbia. Hivi utanikimbia mimi mpaka lini wewe? Ulisi kuja nyumbani, kuongea yale maneno yako, kupiga yale makelele yako unavyojua wewe, kunidhalilisha mbele ya mume wangu. Akaniona mimi dhaifu siwezi chochote. Ukajiona umeniweza sana, si ndio? Sikia wewe. Naona ulikuwa unijua upande wangu wa pili. Unataka kunijua upande wangu wa pili, si ndio? Sasa basi, leo nitakuonyesha upande wangu wa pili. Maana umezoea kuwaonea hao unaooneaga, lakini sio mimi.
Nilikuwa nakusikiliza muda wote, unajimaliza mwenyewe. Kwanza mimi nakuogopa. Nikuogope kwa lipi? Mwanamke mwenyewe mgumba uzai. Mimi nilifuata mwanangu pale. Sijui unanielewa vizuri? Sikufuata yule mwanaume wako. Kwa mwanaume gani? Kumbe wewe jeuli. Mpenzi, leo ni siku ya 3. Nakuomba pesa, unanipiga chenga tu. Angalia na chombo chenyewe hapo kimeshazingua. Mimi nafanyaje sasa? Sipa bwana. Sasa ikifanya nimekununulia cha nini? Yaani kumbe umenunulia pikipiki ili mimi nifanye kazi. Wewe kwa kuniona mimi mwili wangu na kufanya kazi kweli. Sio vitu vyangu mama. Sijui unanielewa. Mimi mwili wangu wa mapenzi, ukupa burudani wewe kitandani tu. Na sio hizo kazi ngumu. Alafu sikia, usio unaniambia maneno haya. Mimi unaniuzi. Sasa usinipandishe kisukari. Kondo umenuna. Wewe ndo unanifanya ninone. Basi usinune. Ngoja niwacheke wa maboya waweze kunitumia hela ili nikupe, sawa? Sawa. Cheka basi. Halo. Papuya. Mtoto anaumwa. Wewe unajifanya kutakataka mtoto. Mtoto anaumwa, inatakiwa hela nipate niweze kumpeleka hospitali. Nini? Sikia, usinichanganye. Mtoto anaumwa. Mtoto nikamfikishe mpaka huko. Tena usinichanganye. Emfanya utume hela. Unasemaje wewe? Usiniambie kama hivyo. Sikia, naomba unitumie hela niweze kumpeleka mtoto hospitali. Yaani mtoto mpaka nimlete huko sikashafia njiani. Emfanya unitumie mimi hiyo hela niweze kumpeleka mtoto hospitali. Anasemaje wewe kumpigia? Atatuma lakini anazingua huyu. Ngoja nilipigie na ile boya jingine. Halo. We Mponda. Wewe una shida na mtoto wako? Ayafanye nitumie hela niweze kumleta. Elekezo uko wapi ili nije? Kwani mpaka nitume hela? Uje vipi babu? Wewe mfanya utume hela niweze kumleta. Yaani kama vipi basi siwezi kumleta. Kama utaki nimlete huyo mtoto leo, futa namba yangu na usinisumbue tena. Na kubloku. Na huyo amesemaje? Wanatuma, wewe subiri, sawa? Sawa mpenzi. Na atikiza tu. Hapo ndo unapokubali mpenzi. Nakupenda. Nakupenda pia. Kweli. Sipa. Naomba usiniumize. Moyo wangu nimeukabidhi wewe kwa sasa.
Hivi wewe utanikimbia mpaka lini? Unafikiri kukimbia ni suluhisho la kudumu? Unajidanganya Selina. Ili uweze kuwa na amani, ili uweze kuwa huru, ni kitu kimoja tu. Ni iko kiumbe. Nifitoe kafara, nifanikishe jambo langu. Hivi wewe Mponda, nikuulize. Hivi utanifuatilia mpaka lini? Na kipi hasa unachokitaka kutoka kwangu? Hilo ndilo kwa unalitaka, nilikwambia haliwezekani. Sasa inakuwaje unaendelea kunifuatilia kiasi mpaka unanikimbiza? Selina, unashindwa tu kuelewa. Mimi namaanisha nini? Haitakai badilike. Sitakubali kubadilisha mawazo yangu kwa maneno yako mepesi mepesi hayo ambao unaongea. Hivi Mponda, hivi unadhani watu wote wanaopata hizo mali unafikiri wanazipata kupitia hizo njia kama unazozitaka wewe? Kama ulikuwa ujui, kawatafute hao watu waliopata mali kupitia njia kama hizo unazozitaka wewe. Alafu waulize kiliwapata nini au walipatwa na maswaibu gani, alafu ndio utapata akili kichwani. Wewe ni mchungaji, si ndio? Fungua kanisa basi. Sikiliza nikwambie. Mimi lazima nimtoe kafara huyo kiumbe. Ikishindikana, basi wewe jiandae. Mponda, acha kuwa na fikra za namna hiyo. Jaribu kuwa na roho ya utu basi hata kidogo. Na hayo mambo unayotaka kuyafanya hayapendezi mbele ya jamii. Hata kwa Mwenyezi Mungu pia sio vizuri, haipendezi. Jaribu kurudi kwenye ubinadamu wewe. Umekumbwa na nini? Selina, utachagua wewe. Udili na iko kiumbe, kadri unavyoendelea kuwa mzito, utadili na wewe. Nishachafukwa na roho. Nataka utajiri. Mponda, sikiliza nikwambie. Nimeongea kistaarabu, utaki kunisikiliza. Sasa nakwambia hivi, si kwa mimi, si kwa hichi kiumbe, hakuna mtu yeyote atakayemtoa kafara. Labda kama sijabeba mimi. Kama unataka kafara, kawatoe ndugu zako au familia yako. Nimemaliza. Utaona. Tutaona. Upendo wangu umekuwa wa kugawanya na sio kuzidisha. Angalau ingekuwa hesabu za kujumlisha, huenda ningekokotoa. Ila haya mafumbo kiukweli yananizidia. Maswali kwako mama, baba yangu ni upi? Unasema kanikataa, mbona ananitaka? Umesema anipendi, mbona ananifuata? Wapo watatu ndio nawafahamu, ila sielewi wala sifahamu kwa nini imekuwa hivi na kwa nini imekuwa vile. Mdomo uko bana upumba, maana mi bado mtoto. Ila ngoja nikuwe nitayatoa haya mapito, mama nipende usinikatae. Nisikilize kijana, umekuwa ukicheza katika anga zangu na mimi nakuangalia tu. Unahisi kama nakuogopa, sio? Nisikilize mdogo wangu, nikwambie. Naomba nikusimulie hadithi ndogo. Kuna mtu alikuwa anaitwa Hasani. Shogangu, yani kama Mungu leo tumekutana. Yani nilikuwa nakutafuta sana, napiga simu zako hazipatikani. Vipi kuhusu lile swala la mtoto? Kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho tumekutana uliniambia kwamba unataka kumleta mtoto kwangu. Asa nimekaa nimesubiria sioni chochote kinachoendelea. Ni kweli tulikubaliana kuhusu swala la kumleta mtoto, lakini mimi niliona kama vile usumbufu. Kwa hiyo nimeona nimpeleke kwa bibi yake. Maana hata kama ningemleta kwako, baba zake wangeendelea kunisumbua.
Basi sawa, sio shida. Sasa kwa kuwa tushakutana hapa, itakuwa sio mbaya uende ukapaone kwangu, kwa sababu sio mbali ni hapa. Karibu sana shoga yangu. Kama nilivyokuambia, hapa ndio nyumbani kwangu. Kwa hiyo karibu sana, nisikie huru, nisikie uko nyumbani. Asante. Regina, nakumbuka mara ya mwisho nimekutana mimi na wewe. Ulijaribu kidogo kunisimulia historia ya maisha kule kijijini. Sasa kuweza kunimalizia kutokana na muda. Kwa hiyo nahisi sasa hivi ni muda mzuri ambao tumekaa tumetulia. Kama itakupendeza unaweza kunimalizia hiyo story ilikuwa kwaje mpaka ikawa. Yes. Nimekuja hapa kwa kuna matatizo. Ni matatizo gani haya? Nilishakwambia kuwa huru. Unapohitaji chochote usisite kuniambia. Unasumbuliwa na nini? Mimi ni mjamzito. Na ujauzito sio wa mtu mwingine wala sio wa mume wangu, ni wa kwako. Regina, unasema kweli? Regina, una mimba yangu. Usitake kunidanganya. Kama mimba ni ya kwangu, niambie ni ya kwangu. Na kama sio ya kwangu, niambie tu ukweli. Kumbuka nakupenda. Tafadhali. Ni ya kwangu. Asante Regina. Asante sana. Lakini baada ya kuligundua ili mume wangu kanifukuza nyumbani, sina sehemu ya kuishi. Naomba unisaidie Mr. Kapuya. Asante sana Regina. Lakini pamoja na hayo yote, mimi nina safari. Naelekea nchini Marekani kikazi. Lakini nakuomba usihuzunike. Na wala hamna haja ya kulia. Nitakuachia kiasi cha pesa ambacho kitakusaidia kukusukuma kwa hizi siku ambazo mimi sitakuwepo. Na pia utambue kwamba nikipata likizo nitakuwa nakuja japo siku 2-3. Sioni haja ya kulia. Hongera. Nakupenda Regina. Regina, kwa nini umenileta mahali hapa? Ndio mimi nimekuita hapa. Na shida, nataka tuzungumze. Shida gani? Unaweza kuniambia? Ndiyo. Mimi hapa nilipo, mume wangu kanifukuza. Kwa nini amekufukuza? Amegundua kuwa unatoka na mimi au? Hapana, hajagundua. Mponda, mimi ni mjamzito. Sasa kama ni mjamzito, kuna tatizo? Tatizo liko wapi hapo wewe kuwa mjamzito? Kwa ujauzito sio mtu mwingine, ni wako wewe. Kwa baada ya kugundua kaamua nifukuze. Regina, una uhakika kuwa ujauzito ni wako? Ndio, ni yako.
Okay. Unataka tufanye nini? Mpanda, mimi nahitaji msaada wako. Mungu unisaidie. Sina sehemu ya kwenda. Yaani wewe ndo msaada wangu mkubwa. Nakuomba. Naomba usikilize Regina. Kwa kuwa ujauzito ni wa kwangu na una uhakika kwa asilimia zote, basi sina budi kuweza kuulea, kuutunza na kuulinda mpaka pale utakapojifungua, na nikuahidi tu nitamlea mtoto kwa nguvu zangu zote. Hivi basi usiwe na wasiwasi hilo. Sawa? Ndio hivyo shoga yangu. Kikweli nasikitika shoga yangu. Kwa hiyo hicho ndicho kilichokufanya mpaka ukafikia hatua ya kumfanya yule mtoto awe na baba watatu? Ndio. Mimi kama unavyoona. Lakini mimi naona afadhali bora nikumpeleka kwa bibi yake. Maana sasa hivi nasi utaweza kupata muda mzuri wa kufanya hata biashara. Shoga yangu, mimi nilikuwa nakushauri hapa ni mjini. Tafuta hela. Achana na mambo ya wanaume. Wanaume ni wazuri na ni wabaya. Leo ndio, kesho hapana. Yaani wanakuwa hawana msimamo. Akija leo atakuonyesha na mapenzi ya dhati, ila akija kesho atakuja na sura nyingine. Kwa hiyo shoga yangu, acha kuishi kwa kuwategemea wanaume. Tafuta hela, anzisha biashara. Biashara yako ndio ndugu yako. Wanaume sio ndugu yako siku zote, ndugu yangu. Sawa shoga yangu, sijali kuhusu hilo. Mwenyewe ndo napambania sana swala kutafuta hela. Basi hiyo itakuwa nzuri zaidi, kwa sababu ukiwa na chako unaweza hata kutamba popote. Na chako wako ni tofauti na cha kupewa. Chako ni chako siku zote, lakini cha kupewa unaweza ukapokonya muda wote na saa yoyote. Kwa hiyo ndio shoga yangu. Shemeji yuko wapi? Sema kweli, shemeji yako mwaga anatoka hapa asubuhi sana, anaenda kwenye mihangaiko ya maisha. Unajua tena hapa mjini ukikaa ndani sidhani kama unaweza kupata chochote, ila hii ndio mida yake ya kurudi. Kama cha kupendeza zaidi, unaweza ukamsubiri hapa ili uweze kufahamiana. Hapana, mimi mwenyewe muda ushaenda. Acha tu niende nyumbani, tutakuja siku nyingine. Kwani kila siku ni mimi? Na mkosi gani? We dada, Vipi, mbona unalia? yaani nakuona kabisa unalia afu unaniambia kwamba haulii. Kinachokufanya ulie ni nini? Hapana dadangu, mimi niko sawa. Sasa hamna nini wakati nakuona kabisa wewe unalia? Ni kweli dadangu. Dadangu, mapenzi. Kwa hiyo dada yangu, yaani umekaa hapa barabarani unalia, unajidhalilisha, unaonekana kama chizi. Kumbe sababu inayokufanya ulie ni mapenzi. Hivi usawa huu ndugu yangu, kuna muda wa kulilia mapenzi tena? Yaani ushindwe kukaa chini ufikirie, utafute hela, umeki maisha, wewe unaanza kulilia mapenzi. Kabisa kweli? Sikiliza dadangu. Mimi nilikuwa na mtu wangu. Alikuwa ananisaidia kwa kila kitu. Kila nikimlilia shida yangu ananisaidia. Nikamwelezea rafiki yangu kuhusu yule mpenzi wangu.
tena rafiki yangu wa damu, namwamini. Shida na raha tupo wote, lakini cha kushangaza yule rafiki yangu ameamua kumchukua bwanangu. Hivi dada, kwa nyakati hizi kweli kuna mambo ya kumwamini tena rafiki? Marafiki ni wanafiki. Labda nikwambie tu, kwenye mapenzi amnaga rafiki, na sio rafiki tu, hadi ndugu. Unapata wapi ujasiri wa kumwamini rafiki na kumwambia mambo yako yote yanayokuhusu? Hivyo ujasiri unaupata wapi ndugu yangu? Sikia nikwambie, we kama unataka kulia, nenda ndani kwako huko kajifungie. Kalia we, ukitaka lia kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lia mpaka hasira ziishe. Lakini mambo ya kukaa hapa barabarani, msichana mtu mzima unalia, acha hizo mambo, zishapitwa na wakati. Lakini pole, najua inauma. Na nadhani kupitia hili utakuwa umejifunza mengi. Na si kujifunza mengi tu, hata kwa marafiki pia utakuwa umejifunza ya kuwa rafiki sio mtu wa kumwamini. Nyanyuka basi uende nyumbani. Yaani wewe ambaye unaniletea mimi nyodo, dharau, unaniangalia kama hutaki vile. Ndo akuletwa hapa? Naomba nikukumbushe. Mara ya kwanza nimekuja nyumbani kwako, ukanionyesha dharau. Nikasema basi, nipo kwenye himaya ya watu, nikajionyesha mjinga ili kusudi mambo yaende. Mara ya pili tunakutana barabarani, unakuja kunitambia mimi, na kwenyewe nikakustai tu, yakapita. Leo usifikirie kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Leo umekanyaga pabaya. Sasa ngoja nikuonyeshe upande wangu hapa. Tulieni basi. Upendo wangu umekuwa wa kugawanya na sio kuzidisha.
angalau ingekuwa hesabu za kujumlisha, huenda ningekokotoa. Ila haya mafumbo kiukweli yananizidia. Maswali kwako mama, baba yangu ni upi? Unasema kanikataa, mbona ananitaka? Umesema anipendi, mbona ananifuata? Wapo watatu ndio nawafahamu, ila sielewi wala sifahamu kwa nini imekuwa hivi na kwa nini imekuwa vile. Mdomo uko bana ufumba, maana mi bado mtoto. Ila ngoja nikue nitayatoa haya mapito. Mama nipende, usinikatae. Baba nibebe, usinikatae. Baba nibebe, usiniangushe. Sina hatia, sina hatia. Wewe ni nani? Na kwa nini unamvuta? Mimi ndio napaswa kukuuliza hilo swali. Wewe ni nani? Kwa nini umeamua kunisaliti? Niambie basi nisikupende. Sasa ona, nimekupenda lakini naumia. Kwa nini umekuja hapa? Na umepajuaje? Sidhani kama hilo ni jambo la msingi kwa sasa. Ni bora ukanieleza kwa nini umeamua kuniumiza. Hivyo unajua maumivu unayoyapitia mimi ni sawa na kumchuna mbuzi ngozi aliyokuwa ipo hapa. Sio kuniumiza tu, umenizalilisha. Kutembea na rafiki yangu. Na hebu jaribu kwa mwelewa basi. Hapa sio sehemu nzuri ya kuongelea. Hapana. Poa mrembo. Mzima? Mi mzima. Unajua nilivyokuona nikajikuta naishiwa nguvu kabisa. Na hii unajua imetokana na nini? Nilikuwa nakufananisha. Hivi ni Beyonce kaja Tanzania ama? Hivi unavina na hesaba? Mimi ndo Beyonce, wengine wananiita Shakila Miuno. Unajua watu wa design kama nyinyi ninawaitaga vijoko ukuti. Mnakuaga wa moto sana nyinyi. Sema nini? Kama utojali au sio?
mimi nilikuwa natamani kutengeneza ukaribu na wewe, tupate time hivi tujuane zaidi. Kwa hiyo kama utojali, nikipata hata namba zako tu, yani tuweze kuwasiliana mara moja. Namba ya nini sasa? Sasa hivi inabidi tumalizane hapa, kila mmoja apite kivyake. Mimi namba yako hata nikichukua sitakuja kuitafuta. Wewe cha kufanya tu twende huko tumalizane kila mmoja. Alafu wewe unaonekana mjanja eti. Kumalizana kivipi dadangu? Bado sijaelewa hapo. Ungenielewesha vizuri ili nipate kujua. Wewe ni unaonekana 45 lakini sijui akili umeziweka wapi. Kwa hapo chini kuna hiyo gesti 15,000. Lakini kuangaliwa na mayebo nini 15,000 unaona. Lakini pale kuna hiyo gesti 10,000. Sema ina kunguni. Lakini pale kuna gesti ya mtu wangu. Show time 5,000. Safi kabisa, tunaweza tukaenda pale tukamaliza. Dada, hapana. Mimi sikuwa na maana hiyo. Naona uko speed sana. Yaani wewe ni mwendo kasi. Unajua mimi nilikuwa natamani tungepata ukaribu, tujuane. Tupate kutoka kidogo. Sasa leo tena tukutana tu njiani afu tumaliza. No, mimi sio hivyo. Hebu tulia, macho hujaweza hapo nini? Hebu nitazame. Sio umeshindwa nini? Twende. Siku nyingine. Sawa. Basi hela mimi nitatoa. Nilikufananisha tu mamangu, sio wewe. Zumuni langu alikuwa wewe. Niko mtu mwingine la hivi. Mimi nataka tu nikutunuku. Wewe twende bana, acha ushamba. Hapo nimeshinda mimi. Basi. Wewe mkaka vipi? Twende basi hata dakika 5 tu tunamaliza. Kila la heri. Nitalipa. Mikono juu, mwendo wa mateka. Sikuwezi, wewe ni wa moto. Wewe ni wa moto mamangu. Wewe malaya. Umefuata nini ndani kwangu? Mbona haitoshi kurukishana huko nje? Nimeamua mletane mpaka ndani kwangu. Mnaniletea usharukani ndani kwangu? Kwamba nyinyi ndio mnapendana sana, si ndio? Naongea na wewe. Sasa basi. Naomba utoke ndani kwangu. Toka ndani kwangu. Nimesema naomba unyanyuke utoke ndani kwangu. Usirudi tena. Utaniambia uli ni nani? Umenisahau? Naongea na wewe kimadume. Mbona itoshi kufanya upumbavu wako nje? Umeamua ulete ndani au machokola zako, si ndio? Naongea na wewe. Kwani unaona shida gani uliziki? Sasa kwa kuwa umeanzisha, mimi namaliza. Umenielewa wewe? Baba, nimejia na matumizi. Mwake, napiga simu, upokee. Natuma meseji, ujibu.
Labda uko busy. Kuondolea usumbufu. Leo nimeona niifuate. Wewe malaya. Umefuata nini ndani kwangu? Nilikwambia nini kuhusu kuleta hizo kwata zako ndani ya nyumba? Taratibu. Siongei na Agumba. Mama marehemu. Hujui hata chumba cha Reba. Hujui uchungu wa mtoto. Kwa sidhani kinachokiongea hapo nakielewa. Hebu kaa kwa kutulia. Sawa mama marehemu. Nakupenda. Baba, leo sijaja na mambo mengi. Sitaki kuongea sana. Hebu fanya hivyo basi unipewe. Wewe malaya, unasubutu vipi kunyanyua kidomo chako ndani ya nyumba yangu? Umenisahau, si ndio? Jamani, msinione nimekaa kimya mkafikiri mnaniweza sana. Regina, naomba urudi ulikotoka. Grace, ingia chumbani. Yaani unasemaje? Wewe. Hebu kuja huko. Na bora nimekukuta hapa. Waganga matapeli kama nyinyi, mimi ndo huwa nadili na nyinyi. Hivyo unajikuta nani? Naongea na wewe, unajikuta nani? Lengo lako liko ni kunigombanisha, si ndio? Unanigombanisha mimi na mzazi mzangu. Eti yule mtoto sio wako. Una uhakika wewe? Niko na kusikiliza tu. Afu kwa nini waganga mnakuwa waongo? Huwa mwishui hoja. Jambo kiwa liwezi, ni vyema tu ukasema siwezi. Kuliko kujifanya unajua sana, peleche kibao. Mimi nilikuwa nakuchola tu. Sasa kwa taarifa yako, yule mtoto mimi nimemlea tangu akiwa mimba mpaka nazaliwa na lea. Shule nimempeleka mimi. Sasa unasemaje kuwa mtoto sio wangu? Nikwambie kitu kimoja. Uongo wako umefeli. Utapeli wako kawafanyie hao. Sio mimi. Kwangu umechina baba. Hiki chuma ni chuma cha leli. Huu mziki ni mziki mwingine. Mimi mwenyewe na mizimu mikali kuliko hiyo mizimu yako. Shenzi mkubwa, tapeli wewe. Mizimu ya paka chongo haijawahi kukataa. Fahamu kuwa ile si damu yako, na naomba unielewe. Ila kwa kuwa wewe unataka kukeuka masharti, basi jua kabisa mizimu ya paka chongo haitakuacha na itakurejesha kitendo. Unasema mimi yule sio damu yangu, una uhakika wewe? Mimi ni damu yangu. Nimemlea tangu mdogo. Na nimegundua lengo lako wewe utaki mimi ninufaike na kafara yangu. Sasa basi nimempata fundi mwingine ambaye anayaweza mambo. Atakwenda atanifanyia kafara na nitafanikiwa na nitakuwa tajiri. Yaani wewe, ningejua kwamba wewe ni mnafiki kiasi hicho, nisingeukaribisha kwenye maisha yangu. Umeona haitoshi kumuita shemeji, ukaamua kumuita bebi, ukaamua utembee na bwana wangu, sio?
Hebu ngoja nikuulize. Wewe unaona hapo mjinga nani? Mimi au wewe? Wewe ndio ulikuwa unatoka huko unaweza kunalisa bwanako kwamba ana hela. Ambaye hataki hizo hela nani? Alafu isitoshe. Shoga yangu, wewe una uwezo wa kupata mtoto. Mbona unataka kukubaliana na ukweli? Nipe mimi hiyo kazi. Tuishane kila mmoja apate kulingana na urefu wake wa kamba. Sasa wewe unaanza kunitukana kwamba sipii nimekuchukulia bwana. Uichi bwana. Mimi nataka hizo hela kama unavyostaka wewe. Upo hapo. Nisikilize kijana, umekuwa ukicheza katika anga zangu na mimi nakuangalia tu. Unahisi kama nakuogopa, sio? Nisikilize mdogo wangu, nikwambie. Naomba nikusimulie hadithi ndogo. Kuna mtu alikuwa anaitwa Hasani, alifumaniwa na mke wa mtu. Option ni mbili tu alizopewa kuchagua, kati ya kubakwa aidha kuuawa. Tafadhali naomba wachane na mke wangu. Nisikilize baba, mimi kutokurespondi katika hili, usizani sina cha kufanya. Naweza nikafanya lolote lile. Kapuya, hakuna maumivu makali yanayouma kama kuchukuliwa mke wako. Pindi uko karibu na mke wangu, nadhani ulikuwa na furaha sana moyoni. Okay, Kapuya, nikwambie kitu kimoja. Kama unataka niwe mbali na mke wako, achana na mke wangu. Tutaonana wabaya. Inatosha. Kapuya, unapolifanya jambo kwa furaha, basi jua kwa wenzio lina maumivu. Nina moyo na sio jiwe wala chuma. Yale uliyoyafanya kwangu basi na wewe leo yamekurudia. Sasa basi, kama unataka mimi niachane na Sifa, hakikisha na wewe unaacha malaya wako. Grace, mimi nafikiri maamuzi anayochukua yako sahihi sana. Kikubwa tu nakuomba unipe ushirikiano katika hili. Sio kwamba napenda, ila ili kuepusha vitu vingi inabidi iwe hivi. Nakuomba kitu kimoja Grace. Mimi na wewe tusitishe mahusiano kuanzia sasa hivi. Au tunayozungumza ni wewe au ni kutokana na maneno ambayo nimezungumza mume wangu pale? Grace, mimi Kapuya hawezi kunizuia kitu chochote kile. Na wala maamuzi ninayofanya sio kwamba eti namwandafia Kapuya. No. But mimi naona mbele sana. Sitaki kesho yetu iwe mbaya, yenye misokosoko, vikwazo na matatizo. Sijui unaelewa.
Ndio maana nafanya maamuzi kama haya. Sio kwamba napenda, ila jinsi nikitazama hii situation itakavyokuwa kubwa endapo nisipozingatia hii, ndio nanifanya mimi nikwambie hicho kitu. Hebu jaribu kuelewa. Mimi nadhani utanielewa baada ya maamuzi kufanywa kazi. Bana Sifa, mimi siwezi kuachana nawe. Yaani kusema ukweli mimi siwezi kufanya hicho kitu unachokitaka wewe. Yule bwana mimi anifikishi popote. Yaani kitandani yupo kama gogo. Hivyo nadhani mimi chanzo cha kumchiti ni nini? Hawezi chochote. Afisa hivyo unaniambia tu tuachane? Siwezi. Je. Mbona kaka kuna mtu anatupiga picha? Nini? Hebu subiri. Wewe ni nani? Na kwa nini unamvuta wewe? Mimi ndio ninapaswa kukuuliza hilo swali. Wewe ni nani? Na ni kwa nini umemshika mkono mzazi mwenzangu? Mzazi mwenzako? Mimi pia ni mzazi mwenzie. Basi haina haja ya kugombana. Upendo wangu umekuwa wa kugawanya na sio kuzidisha. Angalau ingekuwa hesabu za kujumlisha, huenda ningekokotoa, ila haya mafumbo kiukweli yananizidia. Maswali kwako mama, baba yangu ni upi? Unasema kanikataa, mbona ananitaka? Umesema anipendi, mbona ananifuata? Wapo watatu ndio nawafahamu, ila sielewi wala sifahamu kwa nini imekuwa hivi na kwa nini imekuwa vile. Mdomo uko bana ufumba, maana mi bado mtoto, ila